Mtazamaji, huwa nakwambia kila siku ya kwamba Tundu Lissu analindwa naye Mwenyezi Mungu. Sasa hivi taarifa zimeweza kuibuka ambazo si taarifa za kupendeza na ni taarifa mbaya kumhusu Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga, Dar es Salaam. Tundu Lissu sasa hivi hali yake ya afya si nzuri na huenda kalazimika kukimbizwa hospitalini, na sasa Tundu Lissu mwenyewe binafsi amelazimika kuandika barua ya rufaa katika mahakama ili tu kuweza kuomba kuharakishwa kusikilizwa kwa kesi yake baada ya hali yake ya afya kuweza kupatikana na jambo hili baya na kuzidi kuzorota. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla nikujuze taarifa hizi mbaya kumhusu Tundu Lissu kutoka gereza la Ukonga, nifahamishe unanitazama ukiwa maeneo gani. Kama unanitazama ukiwa nje ya taifa hili letu, niambie unanitazama ukiwa nchi gani, na kama unanisikiliza ukiwa humu Tanzania, niambie unanitazama ama kunisikiliza ukiwa mkoa ama maeneo gani. Mgogoro mpya wa kisheria umezidi kushika kasi nchini Tanzania leo baada ya mwenyekiti wa upinzani Tundu Antipas Lissu kulazimika kuandika barua kuiomba mahakama ya rufaa kusikiliza kesi yake ya uhaini haraka iwezekanavyo, akizungumzia wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa afya yake ghafla. Mtazamaji, ni kufahamishe tu ya kwamba tangu Aprili mwaka uliopita, mwaka 2025, tangu Tundu Lissu alipokamatwa na kupelekwa gereza la Ukonga Tanzania, Tundu Lissu hakuwa na afya nzuri, na hadi sasa alipozidi kubaki gerezani afya yake pia imezidi kuzorota. Mtazamaji, hatua hii ya hivi punde ya Tundu Lissu kuandika barua imeongeza uharaka katika mashtaka ambayo tayari ni nyeti ya kisiasa yanayomhusisha Tundu Antipas Lissu. Wafuasi wanasema hali hiyo kwa sasa imehamia zaidi ya siasa na kuingia katika hali ya kibinadamu, huku hali ya kiafya ya Tundu Antipas Lissu ikiwa suala kuu katika barua hiyo. Waangalizi wa kisheria wanaona kuwa ombi la barua hiyo ya kesi kuharakishwa kutoka kwa Tundu Lissu linaashiria ongezeko kubwa na hali ya wasiwasi kuhusu afya yake Tundu Lissu. Maendeleo yanaendelea kuvuta hisia kali za kitaifa na kikanda. Nyaraka za mahakama zinazohusishwa na ombi hilo zinaonyesha kuwa Tundu Antipas Lissu aliwasilisha hati ya dharura mapema Machi mwaka huu 2026, akisisitiza kuwa kukaa kizuizini kwa muda mrefu kumezidisha hali ya afya yake ambayo tayari ilikuwa dhaifu. Katika kesi hiyo ya kisheria, Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na changamoto za kimwili wakati akisubiri utatuzi wa kesi ya uhaini, na tangu mwaka jana hali hiyo yake ya kiafya ya kimwili imezidi kuwa mbaya zaidi. Wachambuzi wanasema rufaa kama hizo zinazotegemea matibabu zinaweza kuathiri pakubwa ratiba za muda za mahakama ikiwa ushahidi unaonyesha hatari iliyo karibu. Kwa hiyo ombi hilo limebadilisha mjadala wa kisheria kuwa mmoja unaohusisha haki za kimsingi. Mazungumzo ya hadhara kuhusu afya ya Tundu Lissu leo yamezidi kupamba moto mitandaoni. Ombi hilo la Tundu Lissu kuhusu afya yake kuzorota linaeleza zaidi kuwa Tundu Antipas Lissu amekaa rumande tangu Aprili mwaka uliopita wa 2025, muda ambao sasa unazidi miezi 11 bila uamuzi wa mwisho wa kesi yake kukamilika. Wakati huu wasiwasi umeongezeka kuhusu jinsi hali ya magereza inavyoathiri utulivu wa matibabu ya Tundu Antipas Lissu. Wataalamu wa kisheria wanasisitiza kwamba kuzuiliwa kwa muda mrefu kabla ya kesi kunaweza kusababisha madhara ya kisaikolojia na kimwili, hasa kwa watu walio na majeraha ya awali. Hali hiyo imeongeza wito wa ufanisi wa kiutaratibu. Hali ya sintofahamu vilevile inayoendelea kumzunguka Tundu Antipas Lissu imebaki kuwa kizungumkuti katika siasa za kitaifa. Muhimu wa matatizo ya kiafya yaliyojitokeza ni athari za muda mrefu za jaribio la kumuua Tundu Antipas Lissu mwaka 2017 wakati aliposhambuliwa na marisasi. Wakati wa shambulio hilo, Tundu Antipas Lissu alipata majeraha mengi ya risasi ambayo yalihitaji kufanywa upasuaji wa kina na wa haraka na ukarabati wa muda mrefu nje ya nchi. Wataalamu wa matibabu wameonyesha hapo awali kwamba majeraha kama hayo mara nyingi yanahitaji ufuatiliaji wa maisha na matibabu ya mara kwa mara. Wafuasi wake wanahoji kuwa kufungwa bila kupata huduma maalum za kimatibabu kunaweza kuzidisha hali mbaya ya Tundu Antipas Lissu gerezani. Kiwewe cha kudumu cha shambulio hilo kinaendelea kuunda simulizi la sasa la kisheria nchini. Katika rufaa yake, Tundu Antipas Lissu aliripotiwa kubainisha ugumu wa kuhudhuria miadi ya madaktari waliopangwa wakati akiwa kizuizini. Hali hii ya kutoweza kupata huduma kwa wakati imeonekana kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa ustawi wa Tundu Antipas Lissu. Mawakili wanaonya kwamba matatizo yasiyotibiwa kutokana na majeraha ya awali yanaweza kusababisha matokeo yasiyoweza kurekebishwa.
Kwa hivyo hoja ya kisheria inaweka udharura huo sio tu kwa utaratibu, bali ni muhimu katika kuhifadhi uhai na utu wa binadamu. Mjadala unaendelea kuhusu namna mfumo wa sheria wa Tanzania wa utawala wa CCM unaongozwa na Samia Suluhu unavyopaswa kusawazisha masuala ya usalama na masuala ya kibinadamu kwa Tundu Lissu na matibabu ya haraka. Athari za kisiasa zimekuwa za haraka, huku wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakihamasisha umma kuhusu hali ya kiafya ya Tundu Antipas Lissu. Mikutano na kampeni za mtandaoni zimejikita katika kumwonyesha Tundu Antipas Lissu kama kiongozi ambaye mateso yake ya kimwili yanaakisi mapambano mapana ya kidemokrasia. Sauti zilizoungwa mkono na serikali, hata hivyo, zinatahadharisha dhidi ya kuingiza kisiasa madai ya matibabu kabla ya mahakama kufanya uamuzi. Tofauti hii inadhihirisha mgawanyiko mkubwa katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Pamoja na hayo, huruma kwa hali ya Tundu Antipas Lissu inaonekana kuongezeka. Wasomi wa sheria wanapendekeza kwamba jibu la mahakama ya rufaa kwa ombi hilo linaweza kuweka kielelezo muhimu. Mtazamaji, tufahamu ya kwamba Tundu Lissu akiwa gerezani hana uwezo wa kuweza kusafiri hadi nje ya nchi kupokea matibabu, hivyo hii inamweka hali yake ya afya kuzorota na kuwa mbaya zaidi akiwa nyuma ya gereza la Ukonga. Iwapo dharura itatolewa kutokana na hatari ya kiafya ya Tundu Lissu zinazomkabili huko mahakamani na gerezani, mabishano kama hayo yanaweza kuathiri kesi za hali ya juu siku zijazo. Waangalizi wanasema mahakama lazima ipime dhamana ya kikatiba ya kesi ya haki dhidi ya ukweli wa utendaji. Kwa hivyo matokeo yanaweza kuunda imani ya umma kwa taasisi za kisheria. Tahadhari inabaki pale pale iwapo afueni itatolewa kwa Tundu Antipas Lissu. Uamuzi huo unatarajiwa kubeba madhara makubwa ya kisiasa. Mashirika kutetea haki za binadamu nayo yameingia kwenye mjadala huo, yakitaka mamlaka kuhakikisha wanapatiwa matibabu ya kutosha wafungwa akiwemo Tundu Antipas Lissu. Makundi ya utetezi yanasisitiza kuwa haki za kiafya hazipungui mtu anapofungwa. Taarifa kuhusu hali mbaya ya Tundu Antipas Lissu leo zimesababisha wito wa kufanyika tathmini huru ya matibabu. Uingiliaji kati kama huo ukiruhusiwa unaweza kuathiri mijadala ya mahakama. Hali ya kibinadamu inaendelea kupata umaarufu, shinikizo linaongezeka huku uchunguzi kuhusu matibabu ya Tundu Antipas Lissu ukizidi. Wakati huo huo, wawakilishi wa serikali wanashikilia kwamba taratibu za kisheria lazima ziendelee bila ushawishi usiofaa kutoka nje. Wanasema kuwa ingawa masuala ya afya ya Tundu Antipas Lissu ni muhimu, uhuru wa mahakama unahitaji kuzingatia muda uliowekwa. Mtazamaji, najua unataka kufahamu ni nini Tundu Lissu alichokiandika katika barua hii yake kuhusu hali yake ya afya, barua ambayo aliituma katika mahakama ya rufaa na mahakama ya nchini Tanzania kuharakisha kusikilizwa kwa kesi yake, na ni kuahidi ya kwamba nitaweza kukupakilia ama kukupostia barua hiyo ya Tundu Lissu na nikusomee mambo yote aliyoyaandika Tundu Lissu katika barua hiyo yake ambayo ameituma sasa hivi katika mahakama ya rufaa. Na ukitaka kutazama video hiyo ambayo nimekusomea barua hiyo ya Tundu Lissu, ingia katika YouTube channel hii yetu, alafu scroll hadi chini, utapata video ambazo zimeandikwa collaborations. Hapo utapata video ambayo nimeandika katika kichwa cha video hiyo ya kwamba hii ni barua ya Tundu Antipas Lissu aliyoituma katika mahakama ya rufaa, au unaweza kusearch hapo katika YouTube channel yako ukiandika Jicho la Umma, na utapata YouTube channel yetu mpya ambayo inafahamika kwa jina la Jicho la Umma. Na ukipata YouTube channel hiyo, ukiingia ndani utapata tumekuandalia barua hiyo ya Tundu Lissu ambayo ameweza kuituma katika mahakama ya rufaa leo, na utasikiliza ni nini alichokiandika Tundu Lissu. Na vile kama unaona hiyo ni kazi ngumu, unaweza vile kubonyeza kiboksi hicho ambacho unakiona sasa hivi kwenye screen yako. Ukifanya hivyo, kiboksi hicho kitakuelekeza katika YouTube channel yetu hiyo mpya ambapo tumeweza kukuandalia na kukuwekea video hiyo ambayo inaonyesha barua hiyo ya Tundu Antipas Lissu.